هصير أحسن هصير أحسن هصير لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخص آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هدانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى بعد نشكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutangia swala na salamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunachukua fursa hii kwanza kuwakaribisha wageni waalikwa, wazazi pamoja na wanafunzi katika hafla yetu hii ya mahafali au graduation ya kumaliza elimu ya msingi kwa watoto wetu wa darasa la 7 mwaka huu wa 2021. Leo kwetu sisi ni siku ya furaha na pia ni siku ya huzuni. Ni siku ya furaha kwa sababu watoto hawa wamesoma kwa kipindi hiki cha miaka 7, wengine miaka 9. Sasa leo hii wanafikia katika kuhitimu na wameshamaliza mtihani wao wa darasa la 7 juzi. Kwa hivyo kwa kumaliza kiwango hichi ni furaha kubwa na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia kwa upande mwingine ni huzuni. Ni huzuni kwa maana ni huzuni kubwa sana kwa sababu watoto hawa tulikaa nao kwa takriban miaka 7, 9 ambao wanaanzia nasari katika shule yetu. Kwa hivyo tumejenga mazoea, tumezoeana nao kwa kiasi kikubwa sana. Wao wamekuwa ni sehemu katika sisi na sisi ni sehemu kwa wao. Kwa hivyo kwa kuachana nao leo hii tunapata huzuni kubwa kama sisi walimu na wafanyakazi wengine ambao tunashirikiana na watoto hao. Ni huzuni kwa hakika, lakini kikubwa maisha lazima yaendelee kwa sababu ndio utaratibu huo. Wamemaliza elimu ya msingi, wanatakiwa waingie katika elimu ya sekondari na kuendelea na kuendelea na kuendelea, kama ilivyo kwamba elimu haina
mwisho. Hii ni sehemu tu kwamba wamefikia darasa la 7, lakini ndio kama wameanza safari wao na walezi kushirikiana nao katika kipindi chote kigumu na kwa mafanikio katika kuendeleza gurudumu hili la kielimu. Katika kuanza shughuli yetu, tutaanza kwa Qur'ani tukufu ambayo itasomwa na mwanafunzi katika shule yetu Abdallah Seif. Abdallah Seif, karibu. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إذ لم تؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا. Huyu ni kijana wetu katika shule ya Musab ambaye ametusomea Qur'ani, na hii ni dalili kwamba shule yetu ya Musab ni katika shule ambayo inasimamia pia vile masala ya kidini. Kwa hivyo tunawasimamia watoto hawa katika swala hilo la kupata maarifa ya dini ya Uislamu, ikiwemo somo la Qur'ani. Baada ya tukio hilo la usomaji wa Qur'ani kutoka kwa kijana Abdallah Seif, kinachofuatia ni utambulisho. Ratiba yangu inaniambia utambulisho, na utambulisho ni kuwatambulisha walimu na wafanyakazi ambao wapo katika shule hii ya Musab. Walimu popote walipo, naomba wasogee hapa karibu kwa haraka ili tuweze kutoa utambulisho. Kuliani kwangu, yani mtu wa kwanza kule ni Mr. Omar Idi, ni mwalimu wetu katika shule ya Musab na ni mwalimu wa darasa la 4, ni mwalimu wa social study, maarifa ya jamii. Anayefuata ni Mr. Suleiman Juma, ni mwalimu wa somo la lugha ya Kiswahili katika shule yetu ya Musab. Yeye ndio amebeba bendera hiyo, na pia vile yupo katika kitengo cha taaluma. Mr. Suleiman huyo hapa amevaa kanzu ya maruni, amependeza mashallah. Na anayefuatia huyo kiswa na amejiweka special, amevaa kikoti kile, Mr. Ramadhani Chamwande. Huyu ndio mwalimu na mlezi wa wanafunzi hawa ambao wanahitimu leo hii, wanafunzi wa darasa la 7. Huyu ndio alikuwa mwalimu wao wa darasa, Mr. Ramadhani Chamwande. Mashallah, hongera sana, pole kwa majukumu. Jazi walifikisha ukingoni ikiwa salama salmi, tunatarajia matokeo mazuri inshallah. Anayefuatia almaruf Ustadh Hudi Abdallah Suleiman,
huyu ni mwalimu wa nidhamu katika shule yetu ya Musab Discipline Master wetu. Nidhamu ya Musab imebebwa na Ustadh Hudi, na kwa hakika ana majukumu makubwa sana katika shule yetu. Kama mnavyofahamu, sehemu yoyote ile kama patakuwa pana nidhamu, basi jambo haliwezi kwenda. Hata nyumbani vile vile, kama nyumbani hakuna nidhamu, nyumba lazima itayumba tu. Kwa hivyo Musab mnaiona imetulia, inafanya mafanikio makubwa, basi ni chini ya usimamizi wa nidhamu kutoka kwa Ustadh Hudi Abdallah Suleiman. Mashallah. Naam, anayefuatia ni Mr. Khalfan Ambari, yule ambaye amekuja tena mwanzo huko, ambaye amevaa kanzu ya maruni. Nyosha mkono shehe. Mr. Ambari ndio huyo. Huyu ni mwalimu ambaye amebeba somo la sayansi katika shule yetu ya Musab, na ni mwalimu vile vile anafundisha katika darasa la 7. Darasa la 7 ndio mwalimu wa sayansi, na madarasa mengine ametubebea sayansi. Kama mnavyojua, ulimwengu sasa hivi unaenda katika sayansi na teknolojia. Kwa hivyo tunaye mwalimu ambaye ni hodari, na sio yeye, wako wengine ambao wameshika somo hilo la sayansi. Narudi katika upande wa kina mama. Anayefuatia baada ya Ustadh Hudi, yule ni Madam Hanifa. Madam Hanifa Bakari, yeye ndio sekretari wetu katika shule yetu ya Musab. Mzazi yeyote au mgeni yeyote anapokuja, kwanza anakuwa anakutana na yeye. Kwa hivyo ni kitengo muhimu sana katika mambo ya administration. Anayefuatia ni Madam Rahma Shaaban. Yeye ni mwalimu vile vile katika upande wa watoto wetu, kuanzia darasa la kwanza, darasa la pili, anashirikiana na wenzake katika kuwalea watoto wetu. Madam Rahma Shaaban. Anayefuatia ni Madam Asma Ali Mali. Mtesua amevaa nikabu zinazowekeza. Madam Adija Idi Tesua ni mwalimu wa watoto wetu wa Nasar. Yeye ni katika walimu na walezi katika vijana wetu wa KG1. Madam Adija Idi Tesua. Kwa ufupi, hao ni katika baadhi tu ya walimu wetu katika shule ya Musab, na wengine watakuja baadaye, tutawajua tena moja moja. Napenda kumtambulisha mkuu wa shule yetu ya Musab, Mr. Fujo Mohamed Sheikh, ambaye yupo katika meza kuu. Yeye ndiyo mwalimu mkuu wetu na ndiye ambaye ni dereva kwetu sisi, anatuongoza katika kufikia mafanikio yetu. Unaiona Musab namna ambavyo nakwenda, utaratibu wake katika matokeo yanakuwa ni matokeo mazuri tu. Nidhamu ya shule imetulia, basi haya yote yanapatikana kutoka kwa Mr. Fujo Mohamed Sheikh, ambaye yeye ni mkuu wa shule. Naomba mwalimu simame usalimie tu. Wasalimie tu wazazi. Assalamu alaikum. Karibuni sana. Shukrani sana mwalimu. Na bila kuwa mchoro wa fadhila, taniuliza labda yule kule mwisho ndani yule, sababu yuko mbele, ni Mr. Lordi. Yeye alikuwepo katika shule yetu hapa, lakini akapata fursa nyingine akaondoka, lakini kutokana kwamba tuliishi naye vizuri, tukamkaribisha katika mahafali haya, na yeye ndio mwandaaji wa vyeti vya hao watoto ambao wanamaliza leo. Ni mtaalamu wa mambo ya IT. Mr. Lordi, msimama upole ndogo. Na huyu ni Mr. Lordi, na ana maneno yake mafupi kabisa, atakuja kuzungumza baadaye. Nimemwekea nafasi yake, na wengine inshallah tutakuja kuwatambulisha baadaye. Zoezi linalofuatia sasa hivi ni kuwaingiza wahitimu. Sasa huu ni muda mwafaka kwa kuingiza wahitimu katika ukumbi huu ili kuweza kuendelea
na shughuli zetu, kwa sababu wahitimu watakiwa wafike hapo wakae, alafu na mengine yakiendelea na wao washuhudie. أصير أحسن 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 ولا يمنعني شي مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شي مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. دلالي لا لا دلالي لا لا دلالي لا 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 دلالي لا لا دلالي دلالي لا 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 لا. أصير أحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا أكون أصير أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل أنا بالي طويل. أصير أحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا أكون أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل أنا بالي طويل. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي. Tumeshawaingiza katika ukumbi, sasa hivi tayari kwa matukio mengine kuendelea. Jana kama tulivyoona, mashallah wamependeza. Kama nilivyotangulia kusema kwamba huu ni ubunifu wa walimu wetu na wafanyakazi katika shule za Musa, ndio ambao wamewapanga watoto. Kama tunavyoona wamependeza, hatujatoka nje kwenda kwa mtu yoyote ambaye angekuja kusoma au kuimba na Shamsi Rashid na Shufaa Salum. Hawa ni katika wanafunzi wetu katika shule ya Musa. نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا.
You are the tree I lean upon. You are the one who taught me life, how not to fight and what is right. She cried with me when my world fell apart, and down in all the tears from her heart. She'll make me feel like behind me. You are the one who cares for me. You are the eye that helps me see. You are the one who knows me best. I love you, Mama. Mama, urafiki mwema mwengine hapatikani. Wajali basi kupima, wajali bila rihani. Mama, nakupenda mama, kutoka mwangu moyoni. Mama, wewe ni zawadi kutoka kwake Muumba. Hakuna cha kukulipa wala hakionekani. Chochote nitachokupa hakifiki thamani. Swala na iweka hapa, akubariki manani. Mama, wewe ni zawadi kutoka kwake Muumba. Mama, I will do just about anything God ask. For you, there's nothing God do, Mama. I would walk without my shoes at the end of the earth, Mama. I would give up everything for you, Mama. I would give up everything for you, Mama. I love you. I love you, Mama. I love you. You are the one who cares for me. You are the eye that helps me see. You are the one who knows me best. I love you, Mama. You are the one who cares for me. You are the eye that helps me see. You are the one who knows me best. I love you, Mama. Thank you for listening. Ni mwanafunzi Shamsa Rashid, mwanafunzi wa darasa la 4. Allah mzidishie kila la kheri, ampe fahamu katika masomo yake, Allahumma amin. Baada ya hilo, kinachofuatia ni kitu kinaitwa poem ambayo itakuja kuwasilishwa na mwanafunzi Nufeira Badruddin. Haya, ninaomba kabla ya kuja hapa huyo Nufeira kuna introduction na utangulizi ambao tutatoa vijana na binti zetu, alafu ndio ataingia yeye Nufeira. Good morning, all of you. In front of you is Madam Ali, Najma Ahmadi, Mr. Rashid. We are in class 6. There is someone special who will come here. What is she going to do? She is going to recite a nice poem. And it is about the golden advice. It is not only about having golden advice, but also an emotional poem. Now we welcome you, our poet. You are warmly welcome. Nufeira Badruddin Ahmed. Huyo ndo mwanafunzi Nufeira Badruddin, mwanafunzi wa darasa la 6, anatuletea poem ambayo ina ujumbe kwa vijana kwa kuzungumza. Welcome. Good morning, my parents, teachers, and my fellow students. I am Nufeira Badruddin from class 6, a poet from Musab English Medium Primary School. I am here in front of you to recite a poem by title The Golden Advice. Two roads diverged in a yellow wood. I'm sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could. Mother, you are my hero.
was grassy and wanted wear. With tear and wear each morning here. Father, you are my hero. And both that morning equally lay. In leaves no step had trodden back. Oh no, yes, oh no, I kept the past for another day. Yet knowing how way leads on to way. My teachers, you are my heroes. I shall be telling this that side. Somewhere edges and edges hence. 2 roads, they pass in a wood and I took this knowing it leads to education. My parents made all the difference. I'm losing my arm with a cry. Educated I am with skills and knowledge. Moved up my school, I shall never forget. Here I began to learn letters and numbers. My parents, my teachers, you are my heroes. Sisters and brothers graduating today with sorrows and sadness bidding farewell. Oh no, tears from my eyes are falling when hard you are talking to me. My brothers and sisters, you are my heroes. I know now when the white shore drums. Beware of disease, the work is wrong. Equipped you are fear, not the path. The knowledge and skills can help you pass. My graduates, you are my heroes. Thank you. Wanafunzi wa darasa la 6 ambaye ametuletea point leo, ambao ujumbe kwa wale wanaofahamu Kiingereza umetoa ujumbe mzito ukizungumzia wazazi, walimu, dada zake ambao wanamaliza kaka zake kuwa ni mashujaa wake. Elimu ndio kila kitu ambacho kitaweza kupungua maisha na kuweza kufanya kila kitu. Kwa hivyo elimu ni kitu muhimu sana kwa wanadamu. Na yeye kama unapojua wanadamu tu baada ya kuumbwa, kitu cha kwanza alipewa elimu kuonyesha umuhimu wa elimu. Wanadamu kama kusoma, basi huyo atakuwa amejiweka chini mwenyewe. Mwenyezi Mungu anawanyanyua juu wale ambao ni wenye elimu. Shukrani. To express how much we are going to miss you. We wish you all the best in your new life. Thank you. Mashallah. Ratiba yangu inaniambia kwamba tunatufuatia sasa hivi ni onyesho la science. Onyesho la science ndilo ambalo linafuatia sasa hivi. Na kuelezea kwamba shule yetu ya Musab ni shule ambayo inawaandaa vijana wetu katika mazingira ya sasa vile yanavyokwenda. Science na teknolojia ni hitajio kubwa sana katika maisha yetu kwa kipindi kama hichi. Kwa hivyo Musab inawaandaa vijana katika science ili kuweza kuwa watu bora katika Tanzania, hii nchi yetu, na katika ulimwengu kwa ujumla, ambao wanaweza wakashika nafasi mbalimbali na kufanya mambo makubwa katika taifa hili na maisha yao kwa ujumla. Kwa hivyo watu wa science
naomba wasogee karibu ili kuja kutuonyesha onyesho lao la sayansi, ili wazazi, walezi na waliohudhuria wapate kujua kwa makosa hakuna mchezo kabisa. In front of you to show you how to blow a balloon by using the following house ingredients. The following house ingredients are an empty bottle, and this is a bicarbonate of soda. In other name it is called baking soda. Baking soda hiyo. And this is the vinegar. Vinegar dimana sikio. Sawa. And this is the balloon. Balloon na ufutuza. I'm going to start my experiment, so please feel me. Tunahudhuria ili ni onyesho tunaonyeshwa sisi. Kwa hivyo tuwe makini, tutazame, tusikilize, tuone kitu gani kinatokea. Kwa vijana wetu wa baadaye tutakuta kwa barabara hawa wanafanya mambo mbalimbali. Tuangalie kitu gani kinatokea. Tuwe kwa makini kabisa. Naam. I'm going to pour a bicarbonate of soda into the balloon. Ile babu soda anayetia katika ile balloon kutuza, tuone nini kitatokea. Sasa ile sike na kupunguza kutia katika chupa nyingine ili kuweza kutuonyesha nini kitu gani kinatokea. Tuangalie kwa makini. Maana kuna vitu vingine tunafanyia mitaani tunaona kama ni uchawi. Kumbe ni science. Sasa science inatuonyesha maajabu katika eneo hili la Musa. Tuangalie vizuri. And then I'm going to protect the balloon with the rope. Hilo kutuza sasa linawekwa katika mdomo wa chupa. Sijui kutatokea nini bali. Tuangalie kwa makini. Now we have to mix bicarbonate of soda and vinegar. Ile baking soda inaingizwa katika ile vinegar. Mashallah, mashallah. Have you seen? Tunaona? Have you seen? Yes. Now the balloon is blown. Sasa limejaa upepo. This happened because when you mix vinegar and bicarbonate of soda, it forms carbon dioxide gas in its form, and which made the balloon to be blown. Thank you. Naam. Yaani ukifua hiyo wametumia soda, ukitanganya katika hiyo vinegar, inatokea ni hewa ya carbon dioxide ambayo inatakiwa utumie mdomo kupuliza. Yeye ametufanyia mambo tukakuchanganyia vitu, leo imepatikana, sio uchawi, ni science. Ni mwanafunzi wetu wa darasa la 6, mwakani inshallah atakuwa naye ni muhitimu. Mashallah. Hilo ni onyesho la kwanza. Kuna onyesho jingine la science, tunaonyeshwa tena. Naam. After our friends finish their experiment, and as we are going to show you another scientific experiment which also is going to blow your mind. Please be with us. Wanafika mbele yetu na wanafunzi wa shule ya wasichana ya Al-Khair, shule ambayo ni katika shule yetu vile vile wamekuja kutunga mkono katika shughuli yetu hii, na wao wamesema tuna kitu tunataka kuja kupresent, kuonyesha mbele ya wazazi, mbele ya wanafunzi. Kwa hivyo pia watakuwa na nafasi yao. Mashallah. Today we are going to show you the thinking and explosive of an object. This will include this egg and the water.
water. We are going to show you how an egg can float on the surface of water and at the middle of water. Here we go. Mayai haya nataka kuna mayai pale na kuna maji. Nataka kuonyesha kwamba yai linaweza likazama ikawa liko chini kabisa ya maji. Have you seen? By this time, this egg sank because at this time this water here, it is less denser than the egg. That's why the egg has sunk. Now we are going to add the density of water by adding the salt. Naona hapo hayo mayai yameonekana imezama yote chini, yamekusa chini kabisa. Kwa sababu gani? Hapo yai ni zito kuliko nini? Kuliko maji. Sasa maji yanataka yatie uzito ili kuweza kunyanyua yai. Now we are taking our eggs out. Mayai yanatolewa nje, kunatiwa uzito katika hayo maji na uzito wenyewe kupitia chumvi. Have you seen? Yai limezama usiku. Liko chini kabisa. Haya. Now we are mixing our water. Kule maji yameshatia chumvi, anachanganya vizuri, alafu litaingizwa yai tuone litazama. Hapa ni mambo ya vipimo sasa. Tuzidi kupungua mpaka yai litaelea. Chumvi inachanganywa katika maji na kwamba maji yanatoa uzito. Have you seen? The egg has float on the surface of water. Tunaona yai sasa badala kwamba ilikuwa liko chini, yai ni juu kabisa kwenye maji. Do you know why this happened? It happened because at this time this water here, it is higher denser than the egg. That's why the egg floats at the surface. Now we are going to make the egg float at the middle. Sawa, nimekuelewa. Maji yamekuwa mazito, yai imekuwa nyepesi kwa sababu ameweka chumvi. Sasa anataka kutuonyesha maji mengine, yai iwe katikati. Sio? Isiwe chini wala isiwe juu, iwe katikati. Ni masala ya vipimo tu. Sasa ukizidisha hilo litakuwa juu. Sio uchawi, tunahesabu tu anafanyika. Ongeza uzito katika maji, fanya hivi na vile, jambo linakuwa. Tunaona Have you seen? The egg is floating at the middle. Do you know why this happened? This happened because this water at the bottom
that object should be less denser than water. But in order for an object to sink in the water, the object should be higher denser than water. And the second lesson is that in order to add the density of water, we should add salt. And this is the end of our experiment. This is the new syllabus from Standard 7. And this topic found in sinking and flotation of the objects. Na tumesikia hiyo. Thank you. Ratiba yangu inanionyesha kwamba inafuatia masrahia lilugha al-arabia. Masrahia maana yake ni mchezo wa kuigiza. Katika lugha ya Kiarabu naomba msamiati huu muondoke nao. Mchezo kwa lugha ya Kiarabu, mchezo wa kuigiza unaitwa masrahia. يسرى راشد نقدم لكم مسرحية للغة العربية بعنوان أخلاق كريمة. مرحبا بكم. أمي هل هناك شيء من الطعام يا أمي؟ أنا جوعان. اكلموا قليلا يا ولدي، خلي أسمع لكم الطعام. Tulia nategezea chakula sasa. Tabia ya watoto. Anacheza lakini mwisho anarudi kidogo kidogo kuona liko ngamba. Karibu. Kisha walimu wapite. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يا زوجتي؟ هل فيه شيء من الطعام؟ لا، ما في شيء من الطعام. ولدنا هذا هو جوعان ومريض. ما الذي قلت يا زوجتي؟ أهو جوعان ومريض؟ والله هذه هي مصيبة عظيمة. لذا ماذا أفعل؟ Nifanyeje? Kaingia chakula hamna, mtoto aumwa. Anafikiria, lazima baba ufikirie katika nyumba. Sababu kila kitu. Hamna jamani spaa. تذكرت شيئا. Nasema nimekumbuka kitu. هل